Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Hapa tupo bandani kwetu ambapo lilikuwa ni shamba letu la nguruwe. Kama unavyoona hapa, hakuna kelele kabisa, hamna changamoto yoyote. Pako quiet kabisa. Nguruwe wote wameondoka, wamekwisha. Hii ni kwa sababu ya ugonjwa mmoja mbaya sana nguruwe ambao unaitwa ni homa ya nguruwe ama African Swine Fever. Huu ugonjwa ukiingia shambani kwako nguruwe wote wataisha. So kwa hapo unapoona hapa tulikuwa ndo tumeleta breed ambazo ni za kisasa zaidi, ambapo tulikuwa na Landrace wawili, majike mawili na dume moja ambao tulikuwa nalo hapa kwa ajili ya kupropagate shamba letu, na tulikuwa na nguruwe wa kienyeji ambao for almost mwezi huu mzima huu wa 5 umekuwa ndo kizaazaa kwetu. Nguruwe mmoja alianza kushikwa, tukaenda kidogo kidogo mpaka leo sasa tunavyoona hapa jinsi shamba letu lilivyo. Ni empty kabisa, hamna chochote kinachoendelea hapa. Ni kwa sababu nguruwe wote wamekwisha. So tumepoteza almost milioni 3 hapa. Manake total investment ambayo tulikuwa tumeweka hapa nilikuwa ni jumla milioni 3, kwa sababu tulinunua majike yale ya Landrace, kila mmoja tulinunua kwa shilingi 550. Alafu tukachukua pia na dume moja lile pale tukalinunua kwa shilingi 600. Tukachukua hawa wa kienyeji kwa shilingi 70,000 ambao tulikuwa nao hapa. Tukajenga structure, transportation cost, tukafili vyakula, na kinachouma zaidi ni kwamba wote wamekufa. Hakuna hata mmoja ambaye amezaa. Yani hamna kitu chochote ambacho tumelipa hapa. Tumekuwa tukiwarisha kwa muda wa miezi hiyo ambao wamekaa hapa almost miezi 3, but hatujapata chochote kutokana na uwekezaji wa nguruwe ambao tulikuwa tumeweka hapa shambani kwetu. Hii ni swine fever. Changamoto yake ndo kama hiyo, kwamba akifika shambani kwako hamna chochote ambacho naweza ukalip. Yeah, I can't even, it's hard to believe kwamba hii kitu ilikuwa imehappen hapa. Ipo quiet. Ulikuwa ukija kama hapa, nimepita hapa hivi, ilikuwa ni fujo tu, ni nguruwe wengi. So ni mwanzo. Tunaamini tutarudi tena kwenye kufuga ama kufanya kazi ya ufugaji wa nguruwe maybe mwezi wa 10, maana hapa mpaka rekodi video hii hapo ni mwezi wa 5. Mwezi wa 5 leo tarehe 30. Maybe mwezi wa 9 wa 10 pia tunaweza tukarudia. Tusubirie kwamba hali hii itakapokuwa imepoa. Changamoto ama challenges. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa miezi 3 iliyopita. Nguruwe kila sehemu hapa tunao, na tulikuwa so excited kuwa nao hapa shambani kwetu. So tukatengeneza miundombinu, tukajenga banda, tukatengeneza facilities za maji kama unavyoona hapa. Hili tiaba hapa ilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza nozzles za kuleta maji hapa shambani kwetu. Tukaandaa vyakula, tukaandaa kila kitu kwa ajili ya kuleta nguruwe hapa. Mwezi wa 2 tarehe 2 ndo tulianza kustock, tukaweka nguruwe hawa wa kienyeji shambani kwetu hapa. Then mwisho wa siku tukapata ushauri kwamba hawa nguruwe wa kienyeji hawakui, hata walishe chakula namna gani hautapata chochote kutokana na ufugaji huu nguruwe. Kwa hiyo tukapata kwamba tulete hawa exotic breed. So tukaamua kwamba yes, let's take it a shot. Kwa tukajaribisha, tukaleta nguruwe hawa wa kienyeji. So shamba letu hili hapa lenye mabanda 5 tukawa liko full kabisa hapa hivi. Tuna enjoy every day, tukiamka tunafanya usafi hapa hivi, tunalisha nguruwe wetu na maisha yakawa yanaendelea mazuri. So but
Ziki ngapi kwanza? Kile kwa